Kaweza keti. Amen. Napenda kuwasalimia nyote. Bwana atukuzwe. Nimefurahia Bwana kwa sababu ya nafasi kama hii ambayo amenijalia kuwa pamoja nanyi katika ibada ya baraka kama hii, na pia ninazo shukurani nyingi kwa sababu ya Reverend wetu Reverend Karanja ambaye amenikubalia siku ya leo kuhudumu katika madhabahu haya, na pia kwa uongozi wa kanisa nasema ya kwamba shukurani na Bwana wabariki sana. Kama jinsi ambavyo kiongozi wa ibada amesema, mzee wa kanisa Edaiza, ni ya kwamba majina yangu naitwa James Kamenjo Moya, na hudumu na kanisa letu la Full Gospel LCA Turi, na naishi Moro. Nimekuwa Moro, tumekuwa pale pamoja na ndugu yangu Duita na baba Mbogwa, na nimekuwa wa baraka miaka hiyo ya ujana, na hata pia ambapo nilijiunga na jamii hii nimesikia kwamba ni jamii ya baraka, na pia urafiki ule umeendelea. Moro ni kuzuri na pia Turi ni kuzuri, na nimeona pia hata nani ni wazuri kama sisi pia watu wa Moro. Si Bwana tukuze. Siku ya leo kwa sababu ya ratiba yetu napenda tu kuingia katika neno la Bwana, ili ya kwamba sikuambie yangu sana hata kusaidia, lakini najua kwamba neno la Bwana ambalo ni mkate uishie, mkate huo utakusaidia ili ya kwamba kuendelea katika jina la Yesu. Yesu alipokuwa ananena maneno haya kanena, kasema ya kwamba mimi ndimi mkate ambao umeshuka kutoka mbinguni. Bwana wetu atukuzwe. Na akazidi kusema hivi ya kwamba akasema mimi ni chakula halisi na pia kinywaji halisi. Yeye alaye mkate huu na kunywa damu hii, neno la Bwana sema kwamba kunao uzima wa milele ndani yake. Bwana wetu atukuzwe. Na pia kawaahidi neno hili ya kwamba na nitakapokuja ama nitawapa ufufuo siku ya mwisho. Kwa hivyo tukiwa na mkate huu na tukiwa pia na damu hiyo, tuna hakikisho hili ya kwamba atakapokuja huyo mwana wa Mungu atatutoa makaburini. Libarikiwe jina la Mungu. Neno ambalo napenda kuleta siku ya leo ya habari ya kushughulikia nguvu zetu za ndani, ya building our inner strength in time of distress. Bwana wetu atukuzwe. Tutatangulia na neno hili ambalo limo katika kitabu cha Methali 24 mstari wake ni wa 10. Neno la Bwana linasema hivi, Methali 24 na mstari wake wa 10. Biblia inanena hivi ya kwamba ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Kuna maneno haya ambayo neno la Bwana linanena. Jambo la kwanza ni habari ya kuzimia. Siku gani? Siku ya taabu, wakati ambapo kuna furaha na sherehe, hakuna uwezekano mkubwa wa kuzimia. Nibarikiwe jina la Bwana. Lakini hao wanasema kwamba kuna siku ya taabu huwa inakuja katika maisha ya mtu. Umeokoka, muombaji, una imani, umejazwa na Roho, kuna siku ya taabu ambayo huwa inawapata. Nibarikiwe jina la Bwana. Ayubu kanena maneno haya, kasema ya kwamba na kila mtu ana siku yake ya vita. Hatuingii vitani wote siku moja. Nibarikiwe jina la Bwana. Hatuingii katika majaribu, hatuingii taabuni wote siku moja, lakini akasema hivi ya kwamba kila mtu ana siku yake ya vita juu ya uso wa nchi. Na Methali imeona siku hiyo, na kuna watu ambao wameonekana wamezimia siku ambayo ni ya taabu. Maamuzi waliotenda, maneno walionena
Libarikiwe jina la Bwana. Si ya kwamba majaribu ni makubwa. Petro analiambia kanisa ya kwamba msione msiba ambao umewapata ni jambo ngeni. Wapendwa wa dunia nzima wanajaribiwa kama ninyi. Libarikiwe jina la Bwana. Mpendwa, mambo mengine unayoyapitia usione kana kwamba ni mageni. Wapendwa wa dunia nzima wanajaribiwa kama wewe. Libarikiwe jina la Mungu. Uchumi unaoharibikia kama wewe. Kazi wakati mwingine inainama kama yako. Afya wakati mwingine inazoroteka kama yako. Dunia nzima, wapendwa wa dunia nzima wanapitia majaribu yale yale. Lakini anasema hivi, wakati wa taabu hiyo na wakati wa majaribu hayo, kana utazimia, si ya kwamba ni makubwa, si ya kwamba ni mageni. Angalia habari ya nguvu zako. Libarikiwe jina la Bwana. Ama namna gani? Angalia habari ya nguvu zako za ndani. Sini watu wengi wametukanwa matusi makubwa na hawakujibu lolote. Si ya kwamba hawakusikia, walisikia na wakaelewa. Ni kwa sababu gani? Ndani yao nguvu ya ndani inawasaidia kuovercome pressure ya nje. Libarikiwe jina la Bwana. Naomba